Wewe ni mfalme wa milele. Tunasema asante tena Bwana kwa sababu ya asubuhi hii ya leo. Mungu mtakatifu, asante kwa alfajiri hii, kwa kuwa imekupendeza wewe tena Bwana kwamba tuendelee kuwepo juu uso wa nchi. Asante kwa wakati huu Mungu mtakatifu. Bwana wangu, ninakuadhimisha na kukuinua, ninakutukuza na kukusifu, kwa kuwa peke yako unastahili sifa, heshima na adhama ya Bwana. Kila kitu mfalme ni mali yako wewe, na unafanya wewe kwa utukufu wako. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya masaa haya. Maana Mungu mtakatifu uko tayari tena kuzungumza nasi Bwana kwa utukufu wako. Katika jina lenye thamani kubwa sana na lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana, mambo mwokozi na nguvu zetu. Tunakuomba hayo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunamshukuru Mungu sana kwa vile ambavyo amekuwa pamoja nasi kwa siku kadhaa. Hatujakuwepo na hatujakuwa na session hizi kwa sababu ya mambo kadha wa kadha ambayo yalikuwepo, lakini tunamshukuru Mungu kwa neema yake kwamba tunaendelea. Wale ambao tulikosa kuwa pamoja, kuna mambo kadhaa yalitokea, kitu tunamshukuru Mungu. Basi acha tukaendelee tena katika asubuhi ya leo. Kumbuka mara ya mwisho tumezungumza kidogo hapa kuhusu ilikuwa ni siku tulipozungumza hapa kwa mara ya mwisho, tunazungumza kwa habari ya kanuni ya 5 anaposema utupe riziki yetu, utupe riziki yetu. Kanuni ya 5 nikasema maana yake ni kufanya kazi, kwa sababu naomba ukumbuke jambo hili kwamba Mungu huwa habariki wazo tu, anabariki kazi, kwa maana ya hatua za mtu. Yesu asifiwe. Mungu anabariki kazi, habariki wazo. Anabariki ile hatua yako ambayo wewe unaiita ndogo, hiyo ndo Mungu anaibariki. Mara zote Mungu kusatisfy mwanadamu kwa mahitaji yake, asilimia kubwa anapitia kile unafanya. Bwana Yesu na asifiwe sana. Mara nyingi sana Mungu anatumia kile ambacho wewe unafanya. Samahani kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema mara nyingi sana Mungu huwa anatumia kile ambacho unafanya, kwa maana ya kazi. Mungu anatumia ile kazi kukupa kile ambacho anataka upate, lakini wewe pia unahitaji kupata. Kwa hiyo mahitaji mengi ya mwanadamu Mungu anayajibu kupitia kazi yake. Walirudie tena. Mahitaji mengi sana ya habari ya maisha ya mwilini, kula na kunywa na kuvaa na kusafiri na vinginevyo, asilimia kubwa Mungu anavijibu kupitia kazi ya mtu anayofanya. Ile kazi ambayo pengine unaidharau, unaona ni ndogo, haina kipato cha kutosha, lakini ndio hicho ambacho ukimtumaini Mungu na kumtegemea, ukimwamini, kama ukimwamini, ndio hiyo ambayo Mungu anaitumia kufanyaje? Kukupatia mahitaji yako. Kwa sababu Mungu hakuweka system yoyote ile ya kuangusha chakula kutoka mbinguni kwa maisha ya mwanadamu. Huu ni muujiza ambao huwa haudumu, sio wa kudumu. Muujiza ukitokea wa kupewa, wa kupata vitu kwa tofauti na kazi yako, ni muujiza, huwezi kuutegemea. Sikia, siku zote huwa hatuishi kwa kutegemea miujiza. Maisha yetu yanategemea uhalisia, sio miujiza. Miracle is not a permanent thing. It's not permanent thing. Sio kitu ambacho ni permanent. No, ni kitu ambacho ni temporary, kinatokea na kinaweza kisitokea wakati mwingine tena. So huwezi kuishi kutegemea muujiza wa kuangushiwa chakula. Ndio maana hata Elia baada ya kutoka pale chini ya mretemu hakukaa tena kutegemea kulishwa na kunguru. No, Mungu alimpa maelekezo ya kwenda kwa mjane wa Sarepta. Mungu hakumpa maelekezo na kwamba bwana kaa kwenye pango fulani, kaa mahali fulani, kunguru atakwenda kuletea msosi. No, kwa sababu muujiza sio kitu ambacho sio kitu ambacho kinachoendelea. Sio kitu ambacho ni exceeding, hapana. Sio kitu ambacho kinaendelea, hapana. Ni kitu ambacho kinafanyika, kinaweza kukoma hapo. Yesu na atusaidie sana. Lakini kile kitakachokuwa kimefanyika na ule muujiza kinadumu. Lakini muujiza sio kitu ambacho kwamba utaishi kutegemea kila siku muujiza.
So Mungu majibu mengi au mahitaji mengi ambayo mwanadamu anayo yanajibiwa kupitia kazi yake. Na maana nikasema ni muhimu sana kila mtu afanye kazi, wala usikae ukitegemea kwamba mimi ni mtumishi so sifanyi kazi. No, hata kama wewe ni mtumishi, fanya na kazi pia. Uwe na kitu chako ambacho kinakuletea kile ambacho Mungu atakitumia kukupatia vitu. Yesu na atusaidie sana. So ni muhimu sana kila mtu akajua kwamba kufanya kazi ni muhimu. Ndio maana nasema utupe leo riziki. Riziki mara nyingi Mungu anaipitishia kwenye shughuli zetu, kwenye kazi zetu za kawaida za mikono za utafutaji. Yesu na atusaidie sana. Kitu cha kuzingatia ni kwamba kwenye kazi yako, kwenye kazi yako, linda sana, tembea na uwepo wa Mungu. Tembea na Mungu huko kwenye kazi yako. Tembea kisha kwamba unaishi maisha ambayo yanaendana na kile ambacho kiko ndani. Yaani kwa maana ya kwamba unaishi Kristo, kule kwenye kazi yako unaishi Kristo. Yesu na asifiwe sana. Usije kwa unaishi tofauti na vile ambavyo Kristo Yesu anataka, kwa sababu uwepo wa Mungu ni muhimu sana kwa maisha yako kuliko vitu vingine. Yesu na atusaidie. Hata leo tuingie kwenye kanuni ya 6 ambayo Biblia inasema, Yesu na atusaidie sana. Biblia inazungumza kwenye kanuni ya 6 kwamba utusamehe deni zetu. Utusamehe deni zetu. Kwa nini? Kumbuka kule juu tumeanza kanuni ya kwanza ni Baba yetu uliye mbinguni. Mungu awe baba kwetu. Mungu akishakuwa kwetu baba, maana yake ni kwamba tunaishi vile tunavyotaka. Tumetembea maeneo mengi. Lakini kwa nini anasema utusamehe deni zetu? Anaanza na vitu vingine na kuja kusema utusamehe deni zetu. Tumeeleza mengi sana kwa muda mrefu. Lakini mojawapo au sababu hii kanuni ya 6, maana yake ni kwamba usije ukawa ni mtu wa kujikinai. Usije ukawa ni mtu wa kujikinai. Hapana, uwe ni mtu ambaye usijikinai, usijihesabia haki. Maana yake kujikinai ni kujihesabia haki. Usiwe unajihesabia haki. Hapana, yani kila wakati tafuta kuona unaendelea kuboresha na kutengeneza mahusiano yako wewe na Mungu. Yani unatengeneza mahusiano yako na Mungu kila wakati. Yani unaendelea kukaa msafi mbele za Bwana. Wewe ndio maana anasema utusamehe deni zetu. Anasema maana yake ni kutengeneza kila wakati. Hakikisha kwamba unakuwa ni mtu ambaye kila wakati unajitakasa mbele za Bwana. Sijasema umefanya dhambi, no, isipokuwa ni kwamba ulioga jana na leo unaoga tena. Ulioga asubuhi na mchana unaoga tena. Ulioga jioni, inawezekana kesho asubuhi unaoga tena. Kwa sababu gani? Sio kama kuna kazi umefanya, lakini unaamini au tunaamini na tunajua ndivyo ilivyo, kwamba kwenye kule tu kukaa kawaida, tembea hapa na pale na nini, unaweza kuwa tayari unajisikia tayari umeshakuwa sio msafi tena, umeshachafuka. Kwenye maisha yetu ya kila wakati, kila siku, kila hapa na pale, kwenye kazi na kwenye nini, sikia, mara nyingi sana unaweza kujikuta kuna kosa umefanya, na kosa lile inawezekana hata ni la kumsemesha mtu kitu ambacho yeye hajapenda na nini na vitu kama hivyo, akakwazika. We need to repent. Inabidi tutubu mbele za Bwana. Ndio maana tusijihesabie haki. Haina maana kwamba tunaishi dhambi, no, lakini hatujihesabie haki. Ni sehemu ya unyenyekevu mbele za Mungu, kujitakasa kila wakati. Na Biblia inaeleza vizuri pia. Inaeleza vizuri kwenye kitabu cha waraka wa Yohana, anasema hivi, na kila mwenye matumaini haya ya kuingia mbingu, anasema hujitakasa. Hujitakasa manake ni kitu ambacho ni endelevu, sio kitu kinachokoma. Ni consistently kinaendelea. Kinaendeleaga tena, ni kitu ambacho kipo kinaendelea. Yesu na atusaidie sana. Kwa anapozungumza anasema utusamehe deni zetu, manake ni kwamba anatuonyesha msije mkawa ni watu wa kujivuna na kujihesabia haki, no, lakini hakikisheni kwamba kila wakati mnaona kwamba kuna sababu ya kujitakasa, kwa sababu mwenye matumaini ya kuingia mbingu anajitakasa kila wakati. Wao usikubali kukaa kawaida tu. Yesu na atusaidie sana. So ni muhimu sana tukaelewa, anaposema utusamehe deni zetu, haina maana kwamba kuna dhambi tumefanya ambayo pengine moja kwa moja tunaijua, lakini anatuonyesha tusio watu wa kujihesabia haki, isipokuwa tuwe ni watu ambao ni wanyenyekevu kwa kila wakati mbele zake, tukitafuta kuwa wasafi kila muda, tukitafuta kuwa na kibali mbele zake kila wakati, yani tukitafuta kibali kwake kila saa.
hata kama kuna mahali ambako inawezekana tumechafuka bila kujua, lakini yeye atatutakasa katika kule ule unyenyekevu wetu, kwa kwamba Bwana nisamehe hata katika kile ambacho pia sikifahamu, ama unisamehe. Atusaidie Mwokozi Yesu. So tunapoishi katika maisha ya namna hii ni vizuri sana. Tunapoishi katika maisha ya namna hii ni muhimu mno. Bwana Yesu na atusaidie sana kuishi maisha ambayo hatujihesabie haki. Tumesoma na tuliwahi kuzungumza kidogo kwa habari ya Farisayo na mtoza ushuru. Wote wameenda hekaluni na wameenda kufanyaje? Wameenda kuomba. Kila mtu ameenda kuomba pale. Wakiwa wameenda pale kuomba, Biblia inaeleza kwamba Farisayo akasogea mbele karibu na madhabahu, akaanza kusema, Bwana, mimi si kama hii mtoza ushuru iko hapa nyuma yangu. Mimi si kama hii mtu. Mimi bana nafunga, natoa zaka. Alipomaliza, wakati yeye anaomba, mtoza ushuru yuko kule, hata angalii macho yake juu, ameinama kichwa na anagonga kifua. Kaambia Mungu, mimi sistahili kwa chochote kabisa, mimi ni mwenye dhambi. Na Yesu mwenyewe anaweka wazi kabisa kwamba katika kutoka pale, aliyetoka pale amehesabiwa haki. Hakuwa Farisayo. Aliyetoka pale amehesabiwa haki ni mtoza ushuru. Kwa nini ni mtoza ushuru? Ni kwa sababu yeye, Yesu anamalizia kwa kusema hivi, anayejiinua anashushwa na anayejishusha anainuliwa. Yesu na atusaidie sana. So maana ya kutuambia kwamba tusikate kuomba kwetu vipaumbele mojawapo hiyo ni kwamba utusamehe deni zetu, ni kwamba tusio watu wa kujihesabia haki. Tusione kama tumefika. Paulo mwenyewe anasema, sijidhania kwamba nimefika. No, anasema bali ninakaza mwendo. Bali ninaukaza mwendo ili niweze kuifikia ile ambayo niweze kulishika ile ambalo kwa ajili ya Kristo nimeshikwa. Yesu asaidie sana. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe kuna kitu tunaendelea kutafuta. Yaani as long as tuko duniani, habari ya kujihesabia haki tuache. Lazima tuwe ni watu wa kujitakasa kila wakati, kwa sababu tuko duniani mahali ambako kuna changamoto nyingi na zingine hata hatuzijui, lakini tunahitajika kuishi maisha ya kujitakasa kila wakati. Not kwa sababu tumefanya dhambi, no, ni kwa sababu tunahitaji kumlingana Bwana kila wakati. Yesu na asifiwe. Kwa sababu tunahitaji kumlingana Bwana kila wakati, ndio maana inabidi, inakuwa muhimu sana kwetu kwamba tuishi maisha ya kujitakasa kila wakati. Atusaidie Mwokozi Yesu. So naomba uelewe jambo hili kwamba yeye Yesu ametuambia mambo haya kwa makusudi ya kwamba tusije tukaishi maisha ya kujivuna, maisha ya kujikinai. Yeye mwenyewe Yesu anatuonyesha kitu cha pekee hapa. Angalia, Yesu ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 14:22 anasema hivi, mara akawalazimisha wanafunzi wavuke ng'ambo, waende ng'ambo, wamtangulie, wakati anawaaga makutano. Biblia inasema alipowaaga makutano hakuwafuata wao. No, alipanda mlimani kwenda kuomba. Biblia inaeleza vizuri, alipanda mlimani akaenda kuomba. Sasa hii ni sehemu moja wapo tu, lakini yalikuwa ni maisha ya Yesu. Kila mara kuomba, kila mara kwenda kuomba. Sasa tunajiuliza, Yesu ni Mungu kamili. Yesu ni Mungu kamili na ni mwanadamu pia kamili. Hakuwa na utofauti, mwili wake ulikuwa kama binadamu kawaida bila utofauti wote, lakini ndani yake alikuwa Mungu kamili. Yesu asifiwe. Lakini kwa habari ya kuwepo duniani anakuwa ni mtu wa kuomba, hajihesabii haki. Hata yeye anahitaji neema ya Mungu. Zaidi sana sisi ambao ni wanadamu, tuna baba na mama, wanadamu wa kawaida ambao hatujawahi kufika mbinguni na kurudi. Sasa ni muhimu sana tukaishi maisha ambayo sio ya kujivuna, sio ya kujikinai, sio ya kujiona bora. Kwa kila wakati wewe tunaishi maisha ya toba na kujitakasa mbele za Bwana. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali, tusome hapa Mithali sura ya 3 mstari wa kwanza kuendelea pale. Anasema, tusome tu mstari wa 3 ili tuokoe muda. Anasema, rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Rehema na kweli manake toba na kujitakasa, mtu wa haki.
ndio nataka tuione hapa. Rehema maana yake toba, kuomba msamaha, kujishusha, kutafuta utakaso. Yaani hii isiondoke ndani yetu. Ni muhimu sana tukajua kwamba maisha yetu wakati mwingine tunakoseshwa na watu, wakati mwingine tunakosea watu bila kujua, na tunakoseshwa pia bila watu wenyewe kujua kwamba wametukosesha. Kwa sababu hiyo ndio maana ni muhimu sana kila mtu akaishi maisha ya kujitakasa mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Muhimu sana, kwa sababu nje na hapo manake tutakuwa tunajihesabia haki, na tunapojihesabia haki manake tunaingia kwenye kufeli mapema. Sikieni wapendwa watumishi wa Bwana, moja kati ya mambo ambayo yalimpa Daudi credit kubwa sana mbele za Mungu, moja kati ya mambo ambayo yalimpa Daudi kibali kikubwa mbele za Mungu ni moyo wake wa toba, moyo wake unyenyekevu. Kila mara alipokuwa akikosea Daudi, si kwamba hakukosea, pengine Daudi ni moja kati ya wafalme ambao walikosea makosa mengine mabaya zaidi sana kuliko hata pengine yani alikosea makosa mabaya sana kijamii. Kuna makosa mabaya aliyofanya, lakini pamoja na hayo Biblia inaeleza alivyokuwa mnyenyekevu. Kila alipoona amekosea anashuka chini kuomba rehema. Lakini sikia, hata ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi kuna asilimia kubwa sana ya mambo ya kutaka kujitakasa, yani iko mistari mingi tu. Kwa nini? Daudi haoni kama amekamilika. Kwa hiyo kila wakati alikuwa ni mtu wa kuishi maisha ya kutaka kujitakasa mbele za Mungu kila wakati. Kwa nini? Kwa sababu kama kuna kitu cha kulinda sana kwenye maisha yako, mpendwa mtumishi wa Bwana, ni kibali cha kimungu. Kibali cha kimungu usikubali kikuondoke, usikubali kikuache. Ni hatari sana kuachwa na kibali cha kimungu. Yaani kibali cha kimungu ni muhimu sana kukilinda. Nasema hivi, moja kati ya vitu muhimu sana kwenye maisha yako, mpendwa mtumishi wa Bwana, ni kibali cha kimungu. Kibali cha kimungu ni muhimu sana kukilinda. Kibali cha kimungu hakiji kwa sababu tunaomba. Kibali cha kimungu hakiji kwa sababu sisi ni washirika wa kanisa fulani. Kibali cha kimungu hakiji kwa sababu sisi ni mabosi fulani kwenye kampuni. Kibali cha kimungu hakitafsiriwi hivyo. Kibali cha kimungu kinakuja kwa vile ambavyo tunamlingana Bwana, vile ambavyo tunafanya anayoyataka, vile ambavyo tunajitakasa mbele zake. Hiyo ndio inaleta kibali cha kimungu kwenye maisha yetu. Hiyo ndio inatengeneza kibali cha kimungu ndani yetu. Hasa ikitengeneza kibali cha kimungu, yani ni muhimu sana kukilinda kile kibali cha kimungu. Ni muhimu mno kukilinda, kwa sababu kama tukikosa kibali cha kimungu, maana yake tunapoteza kibali kila upande. Ni muhimu sana kulinda hiki kitu. Yesu na atusaidie sana. Nasema Yesu na atusaidie sana. Baba, katika jina la Yesu, alfajiri ya leo tunasema asante tena. Pendo lako ni kubwa mno na la ajabu. Katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai, Baba, ninakutukuza na kukuinua Mfalme. Ninasema asante. Neema yako imeendelea kuwa kubwa, Bwana, katika maisha yetu. Mfalme, tunakushukuru. Wewe ni wa ajabu sana. Wewe ni Mungu wa pekee, Mungu wa milele. Tunakuomba Bwana katika wakati huu utusamehe Bwana, ikiwa kuna mahali ambako tumekuwa watu wa kujihesabia haki, tumejihesabia haki kwa namna yoyote ile Bwana, kwa sababu yoyote. Kristo Yesu, tunakuomba Bwana ukatutakase, ukatusafishe na kutuondolea kabisa Bwana kila makosa na dhambi zote Bwana, kwa jina lenye thamani kubwa sana na takatifu mno la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, tunaomba utakaso kabisa Bwana mabwana. Baba, tunakuomba ukatusafishe kabisa Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu. Baba, tumekuja kwako mtakatifu muda saa dakika na majira haya alfajiri ya leo. Baba, tunaomba kutakaswa kabisa katika jina la Yesu. Baba, tunakuomba kutakaswa Bwana. Yesu, turehemu, tutakase, tusafishe Bwana wangu, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Baba yetu na Mungu wetu Bwana, tunaomba utakaso kabisa katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, Mungu mwenye haki. Baba, ninakuomba kwa ajili ya watoto wako mbalimbali ambaye Bwana wako na changamoto kadha wa kadha. Mungu mtakatifu, ninawaombea kwa jina la Yesu. Wale walio wagonjwa Baba, ninaomba uzima katika maisha yao. Ninaomba uzima Bwana kwa maisha yao kwa jina la Yesu Kristo mtakatifu, Mungu mwenye mamlaka. Roho wa Bwana, ninaomba uzima wako na uingie ndani yake katika jina la Yesu. Yeyote aliye mgonjwa ukamponye
mahali popote pale alipo. Roho wa Bwana nakuomba ukamgusha huyo mtu, ukamponye katika jina la Yesu. Wakwamba Bwana wako na changamoto kwenye kazi zao, mabosi wao ndo wamekuwa shida kwenye kazi zao, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Baba, ninakuomba kwa ajili yao katika jina la Yesu. Bwana nakuomba ukawatetee, wapiganie hiyo vita ambayo imekuwa inasimama kinyume nao kupitia mabosi wao, kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Baba, uliwapa hizo kazi ili waendelee kukutumikia Bwana na kupata mahitaji yao. Roho Bwana nakuomba, Baba nakuomba ukamtetee, tetee huyo mtumishi wako, tetee huyo mtu Bwana, tetee Bwana. Wengine Bwana kwenye maeneo ya biashara zao wana vita za hatari sana, katika ulimwengu wa roho wana vita nyingi. Wengine ni kwamba wanafanyiwa uchawi, wengine wanafanyiwa vitu mbalimbali, wengine fitina za kibinadamu. Roho Bwana ninakuomba watetee, ukawashindie kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana kuomba uzima wako na uingie ndani yao Bwana, kwenye kazi zao, kwenye uchumi wao. Roho Mtakatifu nakuomba fanya upya, rekebisha hali ya mambo katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Baba, ninaomba neema yako na iwe juu yao, ambao ukawalinde watu wako, ambao ukawatunze mikononi mwako Bwana Yesu. Nakuomba Bwana mabwana kwamba ukawatunze katika